Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemega headline huko mtandaoni ni pamoja na hili jambo ambalo amelizungumza huyu bwana si mwingine bali ni Diamond Platnumz. Diamond bwana amezungumzia kuhusiana na sakata zima la kutengenezwa kwa arena hapa Tanzania. Sasa jambo ambalo limehappen bwana ni kwamba kwa muda mrefu sana wasanii wa Bongo Flava wamekuwa wakilalamika au wamekuwa wakililia serikali iweze kuwatengenezea sehemu, yani ukumbi mmoja mkubwa sana kwa ajili ya shughuli za kiburudani, yani ukumbi ambao utakuwa unatumika kwa ajili ya kufanyia event kama vile za ugawaji wa tunzo, vile vile bila kusahau kuwepo pia na ukumbi huo utumike kwa ajili ya kufanyia show kubwa. Kama unakumbuka vizuri, mnamo miaka kadhaa iliyopita bwana, kuna jambo la tunzo ambazo zilikuwa ni tunzo za Trace Music Awards, ambapo mwaka mmoja kabla zilifanyika kule nchini Kigali, Rwanda, lakini mwaka ule ufuata ikabidi zifanyike Tanzania, na ilikuwa ni moja kati ya heshima kubwa sana katika mziki wa Bongo Flava kuheshimishwa kutoka hapa Tanzania mpaka tunzo kubwa kabisa hizi kutoka Afrika kufanyika nchini humo. Kwa hivyo basi ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo viliwafanya watu wengi sana walikuwa very excited, na tunzo hizo zilifanyika kule Zanzibar, lakini kwa mujibu wa jinsi ambavyo maandalizi yalivyokuwa, ni kwamba kwa hali ilivyokuwa bwana, kwa namna moja au nyingine hali ilikuwa ni tete kidogo, kwani tunzo hizo zilifanyika nje ufukweni na jukwaa lilikuwa likiharibika, kulikuwa kuna matatizo ya hapa na pale, jambo ambalo kidogo halikuridhisha watu wengi, yani expectations za watu wengi hazikuwa met kutokana na kwamba kulikuwa kuna changamoto nyingi. Na yote hiyo ni kwamba iwapo kama kungekuwa na arena Tanzania, basi moja kwa moja ilikuwa ni jambo jepesi sana kwa tunzo hizo kufanyika katika arena hiyo, tofauti na kile ambacho kimetokea pande hizo za Zanzibar katika ugawaji wa tunzo za Trace Music Awards ambazo zilifanyika nchini Tanzania. So kwa upande wa Kigali Rwanda, japokuwa ni nchi ndogo, lakini wenyewe wametengenezewa arena. Kwa hiyo ina maana kwamba industry ya muziki wa Rwanda kidogo imepiga gepu. Serikali yao imeamua kuwapa thamani kubwa wasanii na kuwatengenezea arena, tofauti na hapa Tanzania. Wasanii bwana wamekuwa wakilalamika kwa muda mrefu kwamba wanahitaji arena, na hicho ndicho kitu ambacho amekizungumza zaidi Diamond Platnumz kuhusiana na sakata hilo, akiwa anazidi kuisii serikali iweze kutengeneza arena kwa ajili ya shughuli kubwa za kimuziki hapa Tanzania, kwani muziki ni moja kati ya chanzo cha mapato makubwa kabisa katika serikali ya Tanzania kwa wananchi. Muziki umegawa ajira kwa watu wengi. Muziki umekuza sekta mbalimbali kama vile sekta ya habari na vitu vingine kama hivyo. Sasa hili ni jambo ambalo amelizungumza Diamond Platnumz kwa muda mrefu sana pale Wasafi FM, katika interview ambayo ameifanya exclusive kabisa na Lil Omi. Katika interview hiyo bwana, Diamond amezungumza vitu vingi sana, vingi mno. Tutakava kimoja baada ya kingine na tutaangalia pia maoni ya wadau yamezungumzaje, lakini kwa hii leo tunataka tuzungumze kwanza kuhusiana na hili swala la arena, kwani limemeke headline kweli kweli kutokana na kwamba Harmonize Konde Boy ni moja kati ya wasanii ambao wamekuja kujibu swala hilo, akiwa anapingana vikali na kile ambacho amekizungumza Diamond Platnumz. Kwa upande wake Harmonize bwana, yeye amekuja hapa amelizungumzia swala hilo, akidai kwamba alichokizungumza Diamond bwana hakina mashiko, na serikali imejitahidi sana, imefanya vitu vingi sana vikubwa, na pia vile vile iko na project nyingi ambazo zinaleta matokeo chanya kwa jamii. Hakuna sababu ya kufocus zaidi kwa sasa na arena. Kwa kifupi ni kama vile Harmonize ameamua kumcrush Diamond, yani mchana kweupe kabisa, jambo ambalo limeibua hisia za wadau wengi sana. Wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na kile ambacho Harmonize amekizungumza. So kufuatia tukio hilo bwana, ni kwamba hapa bwana Ibra, msanii mmojawapo ambaye anafanya vizuri kabisa katika industry ya muziki wa Bongo Flava, ambaye pia alikuwa chini ya Harmonize Konde Boy, akaja na yeye pia kutia maneno kumhusu Harmonize. Kwa upande wake Ibra bwana aliona kwamba kile alichokizungumza au alichokifanya Harmonize ilikuwa ni pumba, ilikuwa make sense kwa upande wake, hivyo basi moja kwa moja akaamua kumchana akamuita kasongo. Umeona bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story, Ibra ameweka maneno ambayo
unasomeka kwamba Kasongo amechafua hali ya hewa ila Bongo, afu kisha kaka emoji za kucheka. Hii ilikuwa inaonyesha kwamba Ibra bwana amefurahishwa, wameshangazwa, wamebaki hoi baada ya kuona kile ambacho Harmonize amekizungumza katika video ambayo alikuwa ameiposti kama reaction ya kile ambacho Diamond amekifanya au kile ambacho Diamond amekizungumza katika interview yake pale Wasafi FM. Kwa hiyo kwa upande wake yeye Ibra akaona kama vile Harmonize bwana kitu alichokifanya amechafua hali ya hewa na akamuita Kasongo. Kwa hiyo hapa bwana katika page mbalimbali zikaja zikaripoti kuhusiana na hiyo taarifa wakiwa wameandika kwamba Kasongo amechafua hali ya hewa, Ibra amemchana Harmonize kwa mafumbo. Page nyingine ameandika kwamba bwana Kasongo ni nani ambaye amechafua hali ya hewa, kutoka kwenye Insta story ya msanii Ibra anasema kwamba kuna Kasongo amechafua hali ya hewa. Je, Kasongo huyu ni nani kwanza? Wadau wameulizana hivyo huko mtandaoni. Watu hapa wamekuja kuweka maoni yao, ikiwa comment nyingi hapa zimeandika kwamba bwana hapo atakuwa anamzungumzia Harmonize, watoto wa siku hizi bwana hawana adabu, anamuita babake Kasongo. Si Harmonize huyo, ulikuwa hujaelewa. Kuna mtu hapa, watu wengi sana hapa wamekuja wamecomment kwamba ni Harmonize ndo alikuwa anazungumziwa hapo na Ibra. Lakini baada ya hayo kutokea ni kwamba jambo ambalo limetokea ni kwamba Harmonize ameamua kureact kuhusiana na hicho ambacho Ibra amekifanya, kumuita yeye Kasongo kwamba amechafua hali ya hewa. Hapa bwana kuna page imekuja kuripoti kwamba tayari Harmonize amemblock Ibra. Wameandika hapa kwamba Harmonize amemlamba block Ibra kwa baada ya kumuita yeye Kasongo. Msanii wa muziki wa Bongo Flava Ibra amedai kuwa ameblokiwa na Harmonize kwenye mtandao wa Instagram. Ibra anasema kwamba hatua hiyo imekuja baada ya yeye kuandika ujumbe uliokuwa unasomeka kwamba Kasongo amechafua hali ya hewa siku ya jana. Kupitia Insta story yake, Ibra ameeleza kuwa mara tu baada ya ujumbe huo kusambaa aligundua kuwa Harmonize amemblock kwenye akaunti yake ya Instagram. Ibra ameandika hivyo kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ibra amepiga screenshot ya Harmonize na kuonyesha kwamba hampati Instagram kwani amemblock. Kwa hivyo basi hapa akaandika kwamba mashabiki mmefanya kaka Konde kaniblock sasa kwani yeye anaitwa Kasongo, msifanye hivyo. Hivyo ndivyo alivyokuja kuandika Ibra katika ukurasa wake wa Instagram baada ya kulambwa bloku na Harmonize Konde Boy. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Kwa upande wake Ibra na Harmonize wameshalambana mabloku. Ibra amemwita mwenzie Kasongo, mwenzie amemind. Ukiwa kama mdau, na pia tuwekee maoni yako katika comment section, lakini pia vile hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.